Bana mtazamaji wetu, tukiwa maeneo ya station, kituo bora kabisa ambacho kinakutanisha mashabiki wa soka wa Simba na Yanga, na leo bana tumeamua kusogea maeneo haya hapa kwa ajili ya kuhakikisha kuwa tunapata kile ambacho kinaendelea hapa. Na hapa bwana, leo tumeanza na mchungaji wa Young Africans. Habari za muda huu? Salama kaka, habari za kazi? Tunashukuru Mungu. Ndio. Bana, tukianzia hapa, watu wanatamani kujua kile ambacho kimeendelea jana. KMC Young Africans akichomoka na ushindi wa mabao 3-1. Ushindi huu umekupa confidence gani kuelekea katika michezo unaokuja, na umeutazama mchezo huu kwa hali ya namna gani? Kwa kombe la Federation, kwa maana CRDB, jana tumetimiza mechi ya 20 bila kupoteza. Toka tulivyopoteza Kigoma na Simba goli la Tadeo Rwanga, hatujawahi kudondosha pointi ya aina yoyote kwenye kombe la Federation. Kwa hiyo ni mechi yetu ya 20 na nafikiri utakuwa ni mwendelezo mzuri, na inshallah Mungu akipenda tunapenda kulitetea kombe letu tena. Tutakwenda kulitetea kombe letu tena. Yeah. Simba Sports Club nao wamelitolea macho, tumeshuhudia nao wakipiga hatua nyingine kuelekea katika kulisaka kombe hili. Hili aliwapi pressure ikiwa inawezekana mkakutana na mtani tena katika mechi za mbele? Simba gani sasa unaielezea? Kwa sababu Simba si ndio huyu amekula nyoya juzi, au kuna Simba nyingine itakuja sio hii? Huyu mfalme wa mwituni. Huyu mfalme wa mwituni yeye mwenyewe anajiogopa. Sasa sisi tutamuogopa vipi? Yeye mwenyewe hataki kukutana na sisi. Anatafuta visingizio vidogo tu ale kona. Kwa hiyo hata tukiingia naye tunajua tu mechi itaahirishwa, ndio itakuwa mechi imeshaharibikia hapo. Ni bora tukutane na timu ambayo inajiamini inaweza kaingia uwanjani. Sasa unakutana na mtu ambaye anatafuta visingizio vya kukukimbia. Sasa utaniambiaje kwamba unamuogopa? Man of the match wa jana, Maxim pia Nzengeli. Unaionaje performance yake kwa ujumla sasa, ikiwa ametoka katika majeraha na taratibu tunaweza kuona anaingia katika kikosi? Max ni mchezaji ambaye kila mtu anajua uwezo wake. Max sio mchezaji wa kumwangalia kwenye mechi hizi za kawaida. Max labda mpime katika mechi za kimataifa ndio unaweza kuongelea performance yake, lakini hizi mechi za ligi kuu za wakina Pamba, Dodoma Jiji, wakina nani, Max bado yuko juu, na wala Max sio wa kumpima katika mechi hizi ndogo hizi. Max sio kumpima katika mechi hizi ndogo. Ni mchezaji mkubwa sana. Max mchezaji mkubwa. Angalia hata magoli aliyofunga. Kamdanganya kipa, anapiga akalala akapiga huko. Ni akili ya hali ya juu sana. Tutarajie sasa yapi kwa Young Africans kwenye mashindano haya? Je, kutetea taji, aidha tunaweza kushuhudia ikikwama njiani, ikiwa hivi sasa mnatolea macho kombe la CRDB pamoja na NBC Premier League kwa ujumla? Mashindano yote huwezi kujiamini 100%. Mashindano yote lazima uende kwa tahadhari kubwa, kwa sababu hata wanaokuja nao wanalitaka. Lile kombe hujatengenezewa wewe, lile kombe mmetengenezewa wote ili mlitafute, kila mtu kwa mbinu zake, kila mtu kwa jitihada zake. Kwa hiyo sisi tutaingia kwa mentality ile kwamba tunaenda kushindana na washindani. Hatutaangalia wewe ni Songea uko daraja la ngapi. Bruce Lee unamkumbuka, unafikiri unaweza kuwa mnamsikia tu, hujawahi kuona nani. Bruce Lee alisema mtoto mdogo akikunja ngumi hata angalia na miaka mingapi, atatumia uwezo wake alionao kwa mazoezi anayoyafanya kumpiga yule mtoto. Hata angalia anajifunza, hana mazoezi, yeye atapiga sawa sawa na anavyopigana na mtu anavyojua. Kwa hiyo sisi timu yote itakayoingia, hatutajua iko daraja la pili, hatutajua iko daraja la kwanza. Sisi tutaingia na wembe ule, si kombe tunalitaka. Kisha mnatembeza dozi. Tunalitaka kombe. Tunalitaka kombe. Young Africans mpaka hivi sasa imeonekana kuwa na performance bora hivi sasa. Je, tutarajie yapi? Mwalimu umemuonaje mpaka hivi sasa kwa mechi ambazo amekwisha cheza tangu avae jukumu la ukocha, kaimu kocha mkuu wa Young Africans? Sio kaimu kocha mkuu, ni kocha kabisa, kocha mkubwa. Kocha mkuu wa Young Africa na ni kocha mkubwa Afrika. Kwa sababu huyu kocha ameshafika mpaka finali. Kwa hiyo kocha akifika finali sio kocha mdogo tena. Ni kocha mkubwa. Kwa hiyo labda kama timu yake inashindwa kumuelewa au unaona haitezi vizuri, lakini mimi najua ni kocha mkubwa ambaye ataitengeneza timu kubwa, timu ya ushindani, na ni kocha mzuri ambaye kila mtu anapenda kuwa naye. Watani wako Simba Sports Club walishuka dimbani
hapo juzi na wameweza kupata ushindi wa mabao 3-0, wameondoka na clean sheet. Umeutazama vipi mchezo ule, na hizi ni salamu kuelekea katika michezo inayokuja, na wanaonesha dhamira ni jinsi gani wanalitaka kombe hili, kutetea makombe yote yaliyobakia? Wewe unalizungumziaje kwa ujumla? Wale nao wanapigana kivyao, hawana makombe ya kueleweka, karibu miaka 3 unaenda 4. Kwa hiyo najua itakuwa ni bato kubwa, lakini kwa timu waliocheza nayo, timu ya daraja la kwanza siji daraja la pili, huwezi ukasema kwamba labda wamecheza kiwango kikubwa sana, kwa sababu timu yenyewe ni ya chini na kuondoka na clean sheet. Sio kusema kwamba labda ndio wamecheza mpira mkubwa sana. Unalinganisha na hiyo timu waliocheza jana. Coastal yuko daraja la ligi kuu, tuko sawa sawa nao, na yeye alicheza nao wakadraw 2-2. Kwa hiyo yeye kutokupata clean sheet hakunifanya mimi nimuogope kwamba yeye ni mkubwa sana au kacheza vizuri sana. Ni mambo tu ya kawaida katika mpira. Ni mambo ya kawaida katika mpira. Unamwambia nini sasa mtani wako? Namwambia akaze kamba, tukutane mbele ya safari. Safari hamna kipengele. Kipengele tutakimaliza huku. Tukutane kule tukipiga. Ile hamna kukimbia, ukikimbia umeondoka. Okay, mnasema kuwa Simba wamewakimbia katika mchezo wa dabi. Watu wamezungumza maneno mengi sana, lakini Simba wanasema kuwa shirikisho la soka ndio lililoahirisha mchezo huu. Kaka, haya mambo ya Simba na mechi iliyopita ya Simba kuyaongelea kwanza ni kichefuchefu. Kwa sababu gani? Scenario kama ile ilitokea Azam na Pamba, mbona mechi haikuahirishwa? Scenario ile ilitokea wao na Simba na Pamba, mbona hawakuahirisha mechi? Hii mechi mimi nakwambia ukweli leo, hii mechi wao wenyewe walipanga kujivunja, kwa sababu Simba na Yanga miaka yote tunavyojua, mwenyeji akiwa Simba, Yanga atii mguu, na walitia mguu wakiwajua nendeni, wakiwafanyia hivi rudini, mechi itakuwa tumairisha, na ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo Simba na Yanga kuiongelea sasa hivi natia kichefuchefu. Kwanza haina afya kwenye mpira wetu, haina afya, kwa sababu vitu vilivyosababisha mpira kuvunjika ni vidogo mno. Hawakuwahurumia watu ambao wameteseka masaa 12 mpaka 13 wako njiani wanakuja kuiangalia ile mechi. Unakuja kuahirisha kwa kitendo cha kuzuia kuingia uwanjani kufanya mazoezi ya nusu saa. Kama ni kanuni zinavunjwa, mbona Pamba na nani walivunja wakuahirisha? Lakini ni haki yao. Hakuna haki. Mbona Yanga kufanya mazoezi na mechi ilipigwa? Haki gani sasa unayoongelea? Kwa sababu Yanga kufanya mazoezi ile mechi, kama ingekuwa ni haki, mbona hawakumtoa Abike kuja kufanya ile atimize haki yake? Tunatafuta visababu vidogo tu vya kuweza kuhalalisha yale matatizo, lakini ukweli tatizo hilo alikusababisha kutia hasara kubwa kama ilivyotokea. Nilikuwa ni dogo sana, na hilo lote ni tatizo la TFF, kwa sababu TFF wenyewe wameonyesha mpaka saa 6:15 bado wanasisitiza mechi ipo. Kilichowafanya wabadilike ni nini? Shida yenyewe ndio hiyo. Hata kama wao ile mechi barua wameiona toka saa 4 usiku, sio? Kwa nini wasitolee maamuzi usiku huo ili watu ambao wamelala hapa, au kesho yake asubuhi wakatolea maamuzi ili watu waliolala hapo wa safari wanaokaa mbali waondoke mapema? Kosa lenyewe ndio hilo. Ikangalombo umemwonaje sasa kwa mechi ya jana, kwa dakika ambazo walipata nafasi? Ikangalombo nafikiri kuna vyombo vingine vilinihoji kuhusu Ikangalombo. Ikangalombo ni mchezaji mkubwa, kama labda fomu yake haijakaa vizuri ni ile tu mazingira ya ugeni wa nchi, lakini Ikangalombo walicheza pamoja na Elia Mpanzu. Wote kwa jinsi ninavyowajua, Elia Mpanzu na Ikangalombo bado hawajafikia ule ubora wao ambao mimi nawajua, hawajafikia. Kwa hiyo Ikangalombo kwanza tuache kumfananisha sasa hivi, tumjaji baada ya kuwa ligi imeisha. Mimi nafikiri ndo mchezaji atakayeimbwa sana kuliko hata wakina Pacome. Okay, shukrani sana. Okay, asante sana.